Katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, furaha na tabasamu vimeonekana kwenye nyuso za watoto wanaolelewa katika baadhi ya taasisi za kulelea watoto wenye mahitaji maalum mkoani Mwanza, baada ya kupokea msaada kutoka taasisi ya The Angeline Foundation chini ya uongozi wa Daktari Angelina Mabula. Unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Msafara huo wa upendo wa taasisi hiyo ulianzia katika ofisi za Umoja wa Wanawake wa Kiislamu mkoa wa Mwanza JUAKITA, kisha kuendelea katika kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji cha Forever Angel, na baadaye kumaliza katika kituo cha kulelea watoto cha Watoto wa Afrika, lengo kuu likiwa ni kuwaletea watoto hao faraja na kuhakikisha wanapata tabasamu katika kipindi hiki muhimu cha kiimani cha Ramadhani na Kwaresma. Katika ziara hiyo, watoto walipata msaada mbalimbali pamoja na faraja kutoka kwa wageni hao waliokuja kuwajulia hali. Viongozi wa taasisi hizo walitoa shukurani za dhati kwa taasisi ya The Angeline Foundation kwa moyo wa upendo na kujali wanaoonyesha kwa jamii, hususani kwa watoto wanaohitaji msaada. Kwa majina anaitwa Felista Solezi, ni mfanyakazi wa kituo cha watoto Forever Angel. Tunashukuru kwa ujio wa Mheshimiwa Angelina Mabula, ni mkurugenzi wa The Angeline Foundation, ambaye amekuja hapa kusalimia watoto na kuwapatia zawadi watoto hawa. Tunashukuru kwa upendo huu na tunaomba aendelee na moyo huu. Tunamwahidi utendaji mzuri wa kazi, tutafanya kazi kwa bidii na tunaendelea kufanya kazi kwa upendo mkubwa kwa watoto hawa ambao sisi ndio tumesimama kama mama, tumesimama kama wazazi. Tunashukuru sana. Rai yangu ni kwamba tunaomba taasisi zingine zote kwa upendo, tunaomba pia wawasaidie watoto hawa. Mimi kwa jina naitwa Peter Onyango. Mimi ni afisa wa ustawi katika makao haya. Hiki ambacho mmekuja nacho kwa ajili ya kusalimia tunasema ni kikubwa sana na kitatusaidia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wanapata chakula. Kwa hiyo kwa niaba ya taasisi hii ya makao ya watoto wa Afrika, natoa shukrani nyingi sana kwa ajili ya msaada huu ambao umetuletea asubuhi ya leo, na napenda kusema kwamba Mungu awabariki. Siku nyingine pia mkipata nafasi, karibuni sana kuja kutusalimia, na hata wale ambao hawakupata nafasi ya kuja pamoja na ninyi, basi mtupelekee salamu zetu kwa kuambia kwamba sisi tunawapenda, tunawashukuru sana kwa sadaka hii. Nachoweza kusema, naomba Mwenyezi Mungu akulipe heri, na pale ulipotoa apaongeze 7 mara 70. Na tunashukuru kwa ushirikiano huu, kwa sababu jambo hili ni la hiari, na hiari ushindwa utumwa. Kwa kweli sisi tumefarijika na tunakushukuru sana. Akizungumza katika ziara hiyo fupi, mkurugenzi wa taasisi ya The Angeline Foundation Daktari Angelina Mabula aliwahimiza watoto hao kuendelea kuwa na matumaini, kusoma kwa bidii na kuamini kuwa wanaweza kutimiza ndoto zao licha ya changamoto wanazokutana nazo maishani. Mumshukuru Mungu kwa namna ambavyo mmeweza kupata sehemu ya kukaa. Hata kama wazazi bado wanatafutwa, ndugu wanatafutwa, lakini mshukuru Mungu kwamba mnalo eneo ambalo mnapata malezi. Utakuwa umekosa tu malezi ya baba na mama wa kukuzaa, lakini hapa una baba, una mama, una dada, una kaka ambao wote tunakaa pamoja. Niwaombe sana, kwa sababu mko shule, mnasoma, wekeni bidii katika elimu. Elimu ndio ufunguo wa maisha. Leo unaweza kaona unataabika uko kwenye eneo ambalo pengine ni la watu wengi, ndio, lakini bidii yako katika shule, bidii yako namna ambavyo unazidi kujifunza kwa malezi ya kiroho lakini na ya kidunia, lakini hicho utakuwa umepanda mbegu njema ya wewe baadaye kukua na kuweza kuwa mlezi mzuri kwa wale wengine ambao wanapenda kunyanyasa watoto wao. Watoto wanakimbia, wanakuja kukaa katika maeneo
basi uwe pia balozi mzuri wa kuweza kuzungumza na kutaka familia zikae katika maisha ya umoja, ya upendo, maisha ya amani. Wewe unayetaka kuwa pilot, nadhani utakuwa na bidii katika masomo ya sayansi, ujue jiografia, ujue na mambo mengine yote, ujue mahesabu, ndio utakwenda kuendesha hiyo ndege. Wewe unayetaka kuwa mbunge, unatakiwa kusoma mambo yote, uweze kujua siasa za nchi hii zikoje, uweze kujua historia ya nchi hii, lakini uweze kuona unawezaje kufanya kazi na jamii unayoiongoza. Nyewe mnaotaka kuwa walimu nimefurahi, wanaotaka kuwa wanajeshi nao nimefurahi, kwa sababu ndio walinzi wa nchi yetu. Kwa kila mmoja hapa ana ndoto zake. Kwa hiyo unapokuwa hapa, hakikisha zile ndoto zako zinatimia. Unapokuwa uko shule, kazana katika kusoma, ukijua baada ya kumaliza shule na hauishii darasa la 7, unakwenda mpaka chuo kikuu ili lengo lako liweze kutimia vizuri. Tunaelewana? Na hata kama utaishia kidato cha 4, kuna mambo mengi ya kufanya. Sasa hivi bahati nzuri, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameanzisha shule za amali. Shule zile unakwenda unajifunza ufundi mbalimbali unaotaka. Kwa hiyo hata ukiishia form 4, ukitoka pale una ufundi wa wewe kwenda kujiajiri. Ukiishia form 6 vile vile. Kwa hiyo kuna fursa ambayo serikali imetoa ya watoto, kwa sababu ya changamoto ya ajira, unaweza ukamaliza shule ukaweza kujiajiri mwenyewe, kwa sababu utakuwa umefundishwa ufundi mbalimbali. Ufundi bomba, ufundi umeme, sijui ufundi wa kujenga nyumba, ufundi rangi. Hayo yote Mheshimiwa Rais ameweka sawa. Kwa hiyo rai yangu kwenu, endeleeni kuwa na waadilifu, endeleeni kuwasikiliza viongozi wenu, endeleeni kujifunza kwa bidii, lakini muendelee kuona ya kwamba kesho yenu njema mnaitengeneza leo. Tunaelewana eh? Viongozi mlionao, matroni na wale watumishi, wanawalea ili kuwa na kesho njema. Nyinyi ni watoto, lakini kesho yenu itakuwa njema kwa sababu ya malezi mnayoyapata hapa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.